Siku za nyuma karibuni, Baraza la Manispaa la Mjini limetoa tamko la kuondoshwa kwa kituo cha daladala Tobola Pili pamoja na Kisonge, pia na kuondoshwa kwa wafanyabiashara wadogo waliokuwa wakifanya biashara zao pale chini. Mshindo TV imewatafuta bodaboda wa maeneo ya Kisonge na kutaka kufahamu wameathirika vipi kwa kuondoshwa kituo cha Kisonge, kwa maana ya kuwa abiria wanaopakia ni wale wanaoshuka maeneo ya Kisonge, na hapa wanaelezea athari kubwa wanayokumbana nayo kwa kuondoshwa kituo cha Kisonge. Kuondoshwa kwa kituo hapa Mnarani Kisonge, sisi kama bodaboda kwetu ni athari kubwa sana, kulingana na kwamba sisi tunaendesha maisha yetu kupitia hii kazi ya bodaboda na tunategemea daladala zishushe hapa ili kupata riziki. Sasa kitendo cha daladala kupita tu moja kwa moja mpaka Mnazi Mmoja ni kwamba sisi tunaathirika pakubwa, ni kwamba hatupati abiria kwa wakati. Tofauti na zamani kitu kilichokuepo hapa, zikishusha tunapata abiria wa kwenda Mlandege. Kwa kipindi hiki hatupati abiria kwa kweli, itokee tu bahati mbaya au nzuri abiria katoka vichochoroni huko ndio kupata riziki chochote, lakini kiufupi kwa kweli hii ni athari kubwa sana. Maana kituo kinaanzia Kijangwani mpaka Mnazi Mmoja, ni space kubwa. Kwa hiyo serikali tuangalie, tunaathirika pakubwa. Wazee nao wanapata shida kutoka kule kwenda hivi, unakuta mtu pengine hana ile ya kutosha, katoka nyumbani pengine akapangilia pesa yake ni ya daladala, lakini mwisho wa siku anashindwa mtu kuchukua usafiri wa bodaboda kulingana na hali aliyokuwa nayo. Maisha ni magumu kweli, lakini wanazidi kuyafanya kuwa magumu zaidi. Sasa maendeleo yetu yamekuwa mafupi kwa ajili ya serikali. Serikali ituwekee fungu la huruma na sisi, kwa sababu sisi ni binadamu na sisi watafutaji. Serikali yenyewe imetoa bodaboda kuwakopesha wananchi ama raia kwa ajili ya kuwajiajiri wenyewe, ili tupate maendeleo kuweza kuimarisha maisha yetu. Kumwangalia binadamu huyo ana mke wawili, ana wake watatu, maisha yanaenda kwa kulipa kodi, maisha yanaenda kulipia watoto shule, maisha yanaenda kupanga nyumba na mambo mengine. Kitega uchumi ni bodaboda. Lakini sasa serikali hiyo inaturejesha nyuma, kutukwamishia sisi vitengo vya kuweza kufanya shughuli zetu zikaendelea kwa makini. Kwa ninachokiomba serikali ile itupe jicho la huruma kwa wenye bodaboda na wenye daladala, ili kuweka vituo vifupi kwa ajili ya kufanya shughuli na iendelee, na sisi wenyewe tuweze kupata abiria tufanye kazi. Hapa Kisonge tulikuwa tunafanya kazi vizuri, wala hakuna matata yoyote, lakini serikali hiyo imetuharibia Kisonge hii. Tunaambiwa bodaboda tusiweke hapa, vile inakuja anasema daladala zisimame, tunapata riski kupitia mikononi mwa watu. Wanashuka bodaboda hapa, daladala hapa, wanapanda bodaboda, tunapata riski. Kusema kweli, kadhia ambayo inatukuta kama bodaboda wa Mnarani Kisonge, sisi kusema kweli hapa ili tupate abiria ni wale abiria ambao wanashuka na kupanda daladala, lakini kwa sasa hivi hatupati abiria yote, na ukiangalia sisi ndo kazi yetu, hatuna kazi nyingine ambayo tunaitegemea kwa kutuingizia kipato kutuendesha na familia yetu. Kwa hiyo tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la huruma, kwa sababu sisi ni vijana ambao tumejiajiri kupitia bodaboda. Hatujakaa mitaani tuseme tukakaba ama tukaiba ama tukafanya matukio yote ya uhalifu. Tumeona bora tujiajiri sisi, tutumie nguvu zetu na nyenzo ambazo watu wanatupa kutuwezesha ili tujikomboe na hii hali. Alafu kitu kingine, tunaomba serikali iwekee watu utaratibu, kwa sababu kiukweli watu wanapata shida. Na kama viongozi wapo tayari, hemu waliangalia hili swala kwa umakini sana, kwa sababu ukiangalia watu ambao wanapita humu wengine mabarabarani kwenda kufuata huduma ya daladala ni mbali sana. Ukiangalia wengine wagonjwa, wengine wazee, tunapita humu tunakuta mtu pengine ni mzee, hujua hata umsaidie vipi. Mtu anatoka zake darajani anaenda kufuata gari Mnazi Mmoja. Kiukweli ni umbali. Kwa mimi na vijana wenzangu inawezekana ikawa ni rahisi ambao ni wazima, lakini kwa wazee ambao pengine wao tarehe zao zishakuwa kubwa ni umbali mrefu sana. Serikali tunakuombeeni liangalieni hili jambo kwa jicho la tatu. Alafu kitu kingine, serikali mmetuwekea sisi bodaboda tukasome, na tumeenda kusoma, tumefanya kila kitu ambacho nyinyi mnakitaka, ili mradi tu sisi tufanye hii kazi yetu kwa amani na kwa uhuru. Lakini la kushangaza sasa hivi tumekuwa bodaboda kama watu ambao kwamba tayari tunafanya biashara ambao kwamba tayari pengine kama biashara haramu. Hatuna amani, hatuna raha.
kwa sababu ukiangalia huku mawasiliano wanatusokota, ukiangalia huku kikaa vibaya. Kama ukienda pale Kijangwani pale, ukienda pale Kijangwani kuna watu wengine pale wamekaa wanachukua 5,000. Sasa sijajua zile 5,000 za nini, kwa kuambia watu wawili mtu afanye kazi pale achukue 5,000 alafu ndo akae. Wapo watu pale Kijangwani. Na alafu istoshe, kama mfano mimi nimeenda kukaa pale kutafuta riski ya kula na familia yangu. Sasa mimi natafuta riski ya kula na familia yangu tu, sio kupata utajiri, hapana. Natafuta riski ya kula na familia yangu. Lakini ukienda pale unakuta anakuja mtu ushanifahamu, anakuchukulia onda yako, ama fine ukikamatwa pale si chini ya fine 1,500 mpaka 300,000. Kwa mimi mnyonge ambaye natafuta, naipata wapi hiyo 1,500 au 300,000 ya kumlipa mtu? Kwa hiyo tunakuombeni serikali, tunakuombeni, sisi vijana tumejiajiri. Hatujasubiri kuajiriwa, tumejiajiri wenyewe. Tunakuombeni tuwekeni nyenzo rahisi ili tupate kupata riziki zetu, tupate tuendeshe maisha yetu. Tunasomesha sisi, tuna familia sisi, kuna wazee ambao wanatuangalia sisi kupitia hizi kazi zetu za bodaboda. Tunakuombeni serikali, tupo chini ya miguu yenu, nyinyi ndio wazee wetu. Tunakuombeni watoto wenu, au kama tumekosea basi mtuite, mtuweke sawa, kwa sababu sisi ni watoto, na mtoto anapokenya kiganja basi hakikatwi bali kinasafishwa. Kwa hiyo tunakuombeni serikali, tupo chini ya miguu yenu. Kama tumekosea mtusamehe na mtuachie tufanye kazi, kwa sababu ndio kazi ambazo sisi tunazitegemea katika maisha yetu. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.